Karibu sana kwenye uchambuzi wa kina. Leo tunazungumzia kauli ya kipekee na ya kugusa moyo iliyotolewa na mbunge wa Mtama na waziri wa habari, utangazaji na mawasiliano, Nape Nnauye. Katika mahojiano na MS Podcast, Nape amesema wazi, Lissu ni mjomba wangu. Kuna watu ambao wamewahi kunishawishi kusoma sheria, ni pamoja na Lissu. Anamkumbuka Lissu kama rafiki na mshauri wake wa mapema wakati alipokuwa afisa mdogo wa chama na alipotembelea ofisi ya LIT Mikocheni. Anasema Lissu alimpa ushauri wa maadili na kitaaluma. Kauli hii inatoka kwa kiongozi wa CCM wakati Tundu Lissu yuko kizuizini kwa kesi ya uhaini. Katika mazungumzo ya kawaida na ya kina na MS Podcast, Nape Nnauye alisema Lissu ni mjomba wangu kwa sababu mama yake anatoka Singida, hivyo kuna uhusiano wa kifamilia. Lissu alikuwa mmoja wa watu waliochochea na kumshawishi kusoma sheria. Wakati Nape alipokuwa afisa mdogo wa chama, aliwahi kutembelea ofisi ya Legal and Human Rights Center LIT Mikocheni ambapo Lissu alikuwa anafanya kazi. Lissu alimpa ushauri wa kitaaluma na maadili na Nape alimchukulia kama rafiki na mshauri. Kauli hii inakuja wakati wa mvutano mkubwa wa kisiasa na inatoa taswira ya uhusiano wa kibinafsi kati ya viongozi wa pande mbili tofauti. Nape anamuita Lissu mjomba na rafiki. Hii inaonyesha kuwa licha ya tofauti za kisiasa, Nape ni CCM, Lissu ni Chadema. Kuna hekima pamoja na heshima ya kibinafsi. Hii ni nadra sana katika mazingira ya mvutano mkubwa wa kisiasa. Nape anatambua kuwa Lissu alimshawishi kusoma sheria. Hii inaonyesha kuwa upande wa kitaaluma na wa kuatia moyo wa Lissu, hasa kwa vijana na viongozi chipukizi. Lissu ana sifa ya kuwa mwanaharakati na wakili mwenye uwezo wa kuatia moyo vijana. Kauli hii inatolewa wakati Lissu yuko kizuizini kwa kesi ya uhaini. Ni kauli ya hekima na ya kuwakumbusha watu kuwa tofauti za kisiasa hazipaswi kufuta heshima ya kibinafsi na urafiki. Inapunguza chuki na inaonyesha kuwa hata kati ya pande zinazopingana kuna nafasi ya hekima pamoja na heshima. Inaimarisha taswira ya Nape kama kiongozi mwenye ukomavu na pia inatoa matumaini kwamba mazungumzo ya kitaifa yanawezekana ikiwa viongozi wataheshimiana. Jambo hili na kauli hii ya Nape ina maana gani kwa taifa? Kwa upande wa vijana, inawapa mfano kwamba unaweza kuwa na maoni tofauti na bado kuheshimiana na kushauriana. Na kwa siasa, inakumbusha kuwa siasa si vita vya chuki, bali hata kati ya CCM na Chadema kuna nafasi ya hekima na urafiki. Na kwa demokrasia, kauli kama hii inaweza kuwa daraja la mazungumzo na kupunguza migawanyiko. Na kwa mustakabali wa taifa, inatoa tumaini kwamba baada ya mvutano wa sasa kuna nafasi ya uponyaji na mazungumzo yenye hekima. Kauli ya Nape Nnauye ni ya hekima na ya kipekee. Katika wakati wa mvutano mkubwa, kiongozi wa serikali kumkumbuka na kumtukuza kiongozi wa upinzani kwa hekima na ushawishi ni hatua ya ukomavu. Hii inaonyesha kuwa siasa si lazima iwe ya chuki binafsi. Lissu ana athari kubwa kwa vijana pamoja na viongozi. Hata wanaomkosoa kisiasa wanaweza kumtambua kama mshauri na mwalimu. Hii inathibitisha kuwa Lissu ni zaidi ya kiongozi wa chama, ni mwanaharakati na mfikiriaji ambaye ameacha alama. Viongozi wote wa pande zote wajifunze kutoka kwa mfano wa Nape na Warioba, kuheshimiana hata tunapotofautiana. Pia kesi ya Lissu inatakiwa ipewe kipaumbele na ipate haki ya haraka na uwazi ili kuepuka kuonekana kama zana ya kisiasa. Serikali na upinzani waingie katika mazungumzo ya kitaifa yenye hekima na heshima ili kurekebisha matatizo ya msingi. Vijana wanatakiwa wapewe nafasi ya kujifunza kutoka kwa viongozi wenye uzoefu bila kugawanya wala kulinganisha vyama. Mwisho wa siku, Tanzania inahitaji viongozi wenye hekima na ukomavu kama Nape na Jaji Warioba. Siasa yenye heshima na urafiki inaweza kuwa na matunda mengi kuliko chuki na migawanyiko. Mbunge wa Mtama na waziri Nape Nnauye amemkumbuka Tundu Lissu kama mjomba wake na mshauri ambaye alimshawishi kusoma sheria. Kauli hii inatoa matumaini kwamba hata kama kuna mvutano mkubwa, hekima na heshima zinaweza kuwepo. Tanzania inastahili viongozi wenye hekima na ukomavu. Tuheshimiane na tujenge taifa bora pamoja.
Je, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji, kauli hii ya Nape Nnauye wakati wa migogoro ya kisiasa unaendelea kati ya vyama vya upinzani pamoja na serikali, unaichukuliaje? Unaonaje? Kwa sababu Lissu anaonekana kama ameanza kupata watetezi kutoka kwenye chama cha CCM. Je, kuna dalili za kuachiliwa huru au ni mpango tu wa kuendelea kupaka mafuta? Nini maoni yako wewe ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii? Je, kauli ya Nape unakubaliana nayo au ni njia yake ya yeye kujisafisha na kujiweka katika sehemu nzuri kwa wananchi? Endelea kuwa nasi.